Mathayo mlango wa 1 mstari ule wa 21. Biblia inasema, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yaani leo ni siku ya kuona namna ambavyo Mungu amemwachilia mwanaye wa pekee aizaliwe katika ulimwengu huu. Halafu akishazaliwa, kazi moja tu aliyopewa ni ya kutuokoa kutoka katika dhambi. Na mimi nataka niseme kitu kimoja hapo, watu wa Mungu. Kati ya vitu vinatukwamisha kwenye maisha yetu ni dhambi. Kati ya vitu vimefunga baraka zetu ni dhambi. Hakuna kitu kinaweza kwenda mahali penye dhambi. Dhambi ni giza. Amen, watu wa Mungu. Dhambi ni giza. Kwa hiyo huu ni usiku wa kuokolewa kutoka dhambini, kwa sababu tulifungwa na shetani kutokana na dhambi zetu. Adamu na Eva alipokosea tulifungwa. Na tangu pale Mungu alipambana kutafuta kila njia ya kuhakikisha anamrudisha huyu mwanadamu, mtoto wake aliyemuumba kwa sura na kwa mfano wake, amrudishe awe tena kama vile mwanzo. Lakini njia zote zilishindikana. Adamu wa kwanza aliyekosea, mpaka alipokuja kutokea Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo, kwamba yeye azaliwe kwa ajili yangu mimi na wewe, na kusudi lake ni kutukomboa katika dhambi ambayo tuliingia wenyewe kwa kukosea. Kwa hiyo kumbe kuna mambo mengi kwenye maisha yanaweza yakafungwa bila wewe kujua. Unaweza ukatafuta na wabaya wako wapi. Unaweza ukahama na mahali kwamba kila unakokwenda ni pabaya, kila utakakokwenda hapafai. Kwa nini hapafai kwako tu? Dhambi ndio kifungo kikuu katika maisha yetu, zilizoshikiliwa na adui na kuwekwa gizani. Na ndio maana Yesu anazaliwa usiku kwenye giza nene. Yesu anatokea katikati ya giza, katikati ya mahali ambapo huoni mlango, huoni njia. Yesu anazaliwa. Manake nini? Anazaliwa kama nuru ya kweli ili kututoa mahali tulikokwama. Kwa hiyo kama Yesu anazaliwa gizani, ili nini? Twende tuone Isaya mlango ule wa 9. Kitabu kile cha Isaya mlango wa 9 na ule mstari wa 2. Biblia inasema, watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Jamani, mtu anayetembea gizani haoni. Hata kama mbele yake kuna fursa hawezi kuona. Hata kama mbele yake kuna baraka hawezi kuona. Hata kama kuna mafanikio hawezi kuona. Kwa sababu gani? Giza limefunika. Biblia inasema wale watu waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Hebu niambie, inawezekana mwaka mzima kila kitu kwako ni giza, kila unachojaribu kufanya kwako ni giza, huoni mbele, kazi ile, biashara ile, wenzako wanafanikiwa na wanamshangilia Mungu, nimemuona Bwana, Mungu ameniinua. Lakini we kila unachofanya kwako hakiendi. Jua kabisa hapo kuna giza totoro, yani huonekani. Hakuna anayekuona, hakuna anayeona bidhaa yako. Giza, hakuna kitu kibaya kama giza, kwa sababu giza limebeba dhambi ndani yake, na dhambi imeachilia mateso kwa watu, imeachilia mahangaiko kwa watu. Biblia inaniambia watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Giza ni mauti. Hakuna kitu kinasogea, hakuna kitu kinaenda, unapambana kweli kweli. Lakini Kristo alipozaliwa usiku ule wa manane, usiku ule ambao ni giza totoro, tunaambiwa watu waliona nuru kuu. Watu waliangaziwa maisha yao.
watu waliangaziwa kwenye familia zao. Na mimi ninaomba usiku wa leo nuru ile ile, nguvu ile ile ikaangaze kwenye maisha yetu. Amen. Tusome pia kitabu cha Mathayo, haipishani neno hilo. Mathayo mlango ule wa 4 mstari wa 16. Biblia pia inasema watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Hebu nenda kachukua tu mfano, watu wamefungiwa mahali gerezani, halafu lile gereza ni gereza la shetani. Mnakaa kule ndani kwenye lile shimo, hamuonani, halafu mnahitaji msaada, hauonekani. Yaani kila kitu kinakufa, akili inakufa, maono yanakufa, mitazamo inakufa, bidii. Watu wanakata tamaa kwa sababu hawaonani. Huwa napenda sana kufundisha masomo ya kufunguliwa. Huwa namwambia mtu siku zote, kama familia uliotoka imefungwa na nguvu za giza, ni sawa na kwamba familia nzima mmetumbukizwa kwenye shimo. Sasa wewe unakaona kamwanga kale pale kadogo, unataka kukusanya na wale wote ndani ya shimo, hamtatoka. Chomoka kwanza wewe, halafu kisha toka, ndipo utawaangazia. Haleluya! Anasema watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu. Huu mwanga sio wa kawaida. Nuru ya Kristo sio ya kawaida. Amen. Kwa hiyo usiku ni giza, na giza ni dhambi. Yesu alizaliwa gizani, ambapo dhambi ilikuwa imetufunga. Hakuna kusogea, hakuna kwenda mbele, hakuna kufanya chochote kikafanikiwa. Na wakati mwingine familia zingine zinaishia kugombana. Ndio maana tunaambiwa pia ni mpatanishi. Yaani kile kitendo cha yeye kuzaliwa, ile nuru yake kuonekana, kuna familia zinapatana. Amen. Kwa hiyo kuna mambo makubwa mengi hutendeka wakati wa usiku. Mambo mengi sana. Wachawi wakitaka kukumaliza hawakai kikao mchana, wanakaa usiku. Ndio maana tukapewa usiku mtakatifu, kwamba usiku wa leo hata mchawi hana nafasi ya kukaa kwa ajili yako, kwa sababu ni usiku wa pekee. Nuru inaangaza kila mahali. Wanakuwa na tabia mbaya kweli. Usiku wanakukalia kikao, halafu usiku ndio wanajadili, na usiku ndio wanatoa hukumu yako, halafu asubuhi anakuja kukusalimia. Jirani, umeamkaje? Anataka kujua hivi amenijua hajanijua. Halo, iko nuru kuu. Amen. Iko nuru kuu ambayo usiku wa leo inaenda kutuangazia katika maisha yetu. Kwa hiyo katika usiku mtakatifu tunaweza kukutana na mambo mengi sana kwenye hili neno tulilosoma. Jambo la kwanza, nuru kuangaza gizani. Kama tulivyosoma kwenye ile mistari yetu ya Mathayo 4:16, nuru kuangaza gizani. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Soma kabisa, hata yeye alisema Yohana 9 mstari ule wa 5, yeye ni nuru ya ulimwengu. Sio nuru ya mtu mmoja, nuru ya ulimwengu. Kuzaliwa kwa Yesu, ulimwengu mzima uliangaziwa nuru. Kwa hiyo basi, watu waliokuwa wamefunikwa, watu waliokuwa wamefungwa na nguvu za giza katika maisha yao, nuru kuu imewaangaza. Waliokuwa hawawezi, waliokuwa hawana mafanikio, waliokuwa wameshindwa kwenye kazi na biashara, hii nuru inapotokea mahali, nataka nikuambie, hatujuagi maisha ya misukule. Tungejua maisha ya misukule, halafu waje wakupe ushuhuda. Yaani leo ilikuwa ni siku ya kusimama na Mungu kweli kweli, kwa sababu wale watu wanaokuwa gizani, maisha yao ni ya gizani. Ikifika usiku ndipo wanafunguliwa, kwa sababu pia ni gizani. Kazi zao wanazifanya gizani. Sasa ndivyo ilivyo na mtu aliyefungwa katika ulimwengu wa roho. Hauwezi kuona mafanikio kwako, hautaziona baraka, hautaiona heshima, hautakiona kibali. Kwa sababu gani? Kimezuiliwa. Lakini yuko Mungu asiyeshindwa na jambo. Yeye aliye
naenda kuangaziwa nuru ya Kristo katika maisha yangu. Kwa hiyo nuru imeangaza tupate kuonekana. Najua kuna mtu hata nyumbani tu haonekani. Unakaa tu hata mahali watu wanataka. Hivi kwani yupo? Mbona hauonekani? Uonekani kweli katika ulimwengu wa roho, umefunikwa na giza. Na haya maisha yapo. Wenzako huko kazini wanainuliwa, wanapandishwa cheo. Wewe uko pale pale. Wanainuliwa hata walio na elimu ndogo kuliko wewe. Wewe uko pale pale. Unabaki kusingizia tu. Ni huyu bosi hanipendi. Au unajua ofisini kuna majungu. Nani amekudanganya? Shughulika na hilo giza katika ulimwengu wa roho. Uone kama hujavuka, uone kama hujachomoka, uone kama hujasogea. Haleluya, haleluya. Koja niseme jambo moja. Kuna mabinti, kuna binti hata mimi na uzee wangu nikimwangalia nasema jamani, haka kabinti. Hakuna vijana wanaomuona kana heshima, ni kazuri, kana adabu, lakini hakuna mtu anayemwambia ninakupenda. Nenda kakuta wenye sura kama ya kwangu. Yaani mpaka anakaa, anaandika majina, anasema baba napiga anado, nimkubalie yupi? Wewe unapiga anado kwa sababu nuru imeangaza maisha yako. Huyu mwenzako anatafuta hata mtu mmoja tu amwambie dada nakupenda, dada nahitaji uwe mke wangu, hapatikani. Kwa nini? Giza linamfunika huyo mtu. Ungesaidia kusema amina. Haleluya. Kwa hiyo nuru ya Kristo unapoiruhusu kwenye maisha yako ipate kukuangazia, nataka nikwambie utaanza kuona mabadiliko kwenye maisha yako. Utaanza kuziona fursa mbele yako. Utaanza kuonekana kila mahali. Wewe unaweza ukaenda kwa mtu, ukifika wewe unaanza kuiona fursa. Hivi ndugu, kwani hapa ungeweka kuku hata wa kienyeji? Ndugu, hapa si ungepanda hata mchicha hapa, matuta yako 2 matatu. Mtaa sijaona mahali penye mboga. Yeye yuko pale amekaa, hiyo fursa haioni. Kwa nini? Giza limemfunika katika ulimwengu wa roho. Ni mpaka uliruhusu nuru ya Kristo ishuke ndani yako, ikuangazie, ndipo unapoiona fursa. Ndio maana leo tukapewa usiku mtakatifu. Maana nini? Ni usiku wa ushindi kwetu. Ni usiku wa hilo giza kuondoka kwetu. Biblia inasema watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu. Hivi unataka kuniambia wale watu walikuwa na spidi ipi? Kwamba siku zote nimekaa gizani, halafu leo nimefunguliwa. Unafikiri spidi yake ikoje? Sio ya taratibu. Yaani yule kumkamata sio kitu chepesi. Kuna watu wamecheleweshwa kwenye maisha yao kwa sababu ya giza. Na adui akitaka kukumaliza, wakati mwingine hatumii silaha yoyote. Giza ni silaha ya adui. Anaweza kufunika biashara yako. Wateja wanapita, una vitu vizuri ndio. Mama mmoja alikuwa anauza nyanya. Kila mtu anayepita anaona huyu mama naye mbona amepanga misumari hapa? Huyu mama mbona amepanga misumari hapa? Wananunua nyanya kwa jirani. Ana nyanya nzuri lakini asionekane. Nini? Adui alipiga giza mbele yake. Yesu ni nuru, ni ushindi wetu. Nuru yake ina uwezo wa kuvunja nguvu zote za giza. Ndio maana Biblia inasema wale waliokaa katika uvuli wa mauti, nuru kuu imewaangaza. Kwa hiyo na mimi nataka nitamke neno moja tu. Tuko tayari kulipokea watu wa Mungu? Haijalishi giza lililo upande wako ni giza la aina gani. Nuru kuu ya Yesu peke yake, ukiruhusu ikapita, hakuna giza tena, hakuna kushindwa tena, hakuna magonjwa tena, hakuna umasikini tena, hakuna kukataliwa tena, hakuna kukata tamaa tena. Kwa nini? Nuru ikishamulika imemulika.